la watu anayesemekana kurandaranda katika eneo hilo wakati wa jioni. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa wazee wa nyumba 10 Sankale Japan, wazazi wamelazimika kuwasindikiza watoto wao kwenda na kutoka shuleni kwa hofu ya kuvamiwa na mnyama huyo, hali inayochangia wasiwasi mkubwa na kuvuruga shughuli za kawaida za kila siku. Wazee wa eneo hilo wanasema kuwa tatizo hilo lingeepukika iwapo mataa ya kuangazia mitaani yangewekwa katika hali nzuri, hasa nyakati za usiku na alfajiri. Hata hivyo, juhudi zao za kuwasiliana na shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS ili kudhibiti hali hiyo bado hazijazaa matunda. Jambo ambalo linawaacha wakazi wakiendelea kuishi katika hofu na hali ya sintofahamu. Tukuna wanyama wanasumbua kama fisi, asi ni wafugaji. Sasa na tulikuwa na ombi kubwa, tunataka pia ingewezekana tupate mataa. Unajua sasa kuna sehemu nyingi zimewekwa mataa, lakini upande ya daraja tunaona imekuwa sehemu kidogo sana. Upande wa KWS ni mzuri, nayo angeangalia usalama, sababu hata juzi nasikia ndovu zilikuja mpaka town hapa town karibu na pale na yetu wa Kikonyo shule. Wao na sasa hiyo ni hali hatari sana. Ingekuwa mzuri hata wangekuwa mshughulika na kufanya kazi. Kuna mafisi zimekuja hii town ya Bisil, zinakuja hapo karibu na town ya Bisil na zimekuwa ikituhangaisha, na tumejaribu kuhangaika kwa njia yote ile. Tuliomba serikali yetu ambayo tulichagua na upendo sana ituwekee mataa. Watoto wetu saa hii tunajaribu kupeleka mtoto, unajaribu kutoa mtoto saa 11 kwa sababu walimu wanasema siku hizi saa 12 mtoto lazima akue shuleni. Unajaribu kutoa kupeleka, hizo visi zinapiga ndugu hapo karibu. Sasa kwa sababu ya giza unashindwa, mpaka sisi wazazi mpaka utoke kwa nyumba ambayo unahofia bado wakora wanaweza ingia kwa manyumba, mpaka upeleke mtoto mpaka shuleni. Kiongozi wa chama